tu wanasoma watu wanakubuka katika masomo. Kitu muhimu sana, tafuta elimu mwanangu, tafuta elimu sana mwanangu, tafuta elimu na uikumbatie, usiache. Tafuta elimu na usiache. Methali 1:7, kumcha Mwenyezi Mungu ni chanzo cha maarifa, lakini wapumbavu hudharau hekima na adabu. Danieli 1:17, hawa vijana wanne Mungu aliwapa ujuzi na ufahamu wa kila aina ya fasihi ya elimu. Naye Danieli aliweza kuelewa maono na ndoto za kila namna. Ndio maana nimesema kwamba tafuta elimu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali 18:15 kwamba moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la wenye hekima hutafuta maarifa. Tafuta maarifa, tafuta elimu. Tafuta elimu, usiache. Anza labda na mzazi pale, atakufunza tu mawili matatu. Hii dunia ina mambo mengi sana. Mzazi atakufunza mambo, atakuelimisha, kuambia tembee hivi, utembee hivi. Mwana huhimizwa kujifunza kutokana na maagizo haya, na matokeo ya matumizi ya ujuzi kujifunza inaitwa hekima. Maandiko yanasema mengi juu ya mchakato wa elimu, na huanza na mzazi wa mtoto. Hasa leo kwenye morning call, asubuhi namna hii, kwenye morning call, mimi nataka nikuelekeze vizuri msikilizaji, ili uweze kujua. Kwenye morning call ya siku ya leo, uchaguzi mkuu Tanzania mwaka huu wa 25, kura au maandamano, mizani ya haki za kikatiba inavyopimwa. Kwenye morning call, karibu. Ndio maana kueleza kwamba tafuta elimu, utaipata. Msikilizaji, Oktoba 29 mwaka huu wa 25 ni siku muhimu kwa Watanzania. Ni siku ya uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani, tukio la kikatiba linalotazamiwa na kutazamwa kama kilele cha demokrasia ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Lakini mwaka huu siku hiyo imechukua sura mbili, wakati serikali na vyama vya siasa vinawahimiza wananchi kujitokeza kupiga kura. Makundi mengine yanayojitambulisha kama wanaharakati yanawafahamisha wananchi waandamane, wakisema ni njia ya kupaza sauti zao dhidi ya kile wanachokiona kama kukwama kwa mageuzi ya kisiasa. Wito huu wa pande mbili umeibua mjadala mpana, msikilizaji, kuhusu namna Watanzania wanavyotafsiri demokrasia yao. Hivi leo kwenye kipindi hiki cha The Morning Call tunaguzia masuala pana nchini Tanzania. Kwa upande mmoja, wapo wanaoamini ushiriki katika uchaguzi ni njia bora ya kuleta mabadiliko ndani na ya mfumo uliopo. Kwa upande mwingine, wapo wanaoona mfumo huo umekuwa kikwazo cha mageuzi, hivyo kuamua kuutumia uchaguzi huo kama jukwaa la kutoa ujumbe wa kutoridhika kwao. Jeshi la polisi nchini Tanzania nalo linasisitiza kwamba maandamano yanapangwa yanaashiria kulete vurugu na yanavunja sheria. Atakayevunja sheria Oktoba 29 asilaumu,
anasema naibu kamishna wa polisi DCP David Misime. Kwa mujibu wa ibara ya 20 ya katiba na hata sheria ya vyama vya siasa, watu wana haki ya kukusanyika pamoja na kutoa maoni au mawazo yao kwa umma, ikiwemo kufanya maandamano baada ya kutoa taarifa kwa mkuu wa polisi katika eneo husika ambapo maandamano yanafanyika. Je, wanaotaka kuandamana sasa wametoa taarifa? Hakuna aliyeweka wazi kuhusu hilo, si polisi wala wanaotaka kuandamana, hatua inayozidi kulete sintofahamu na kuendelea kujenga mvutano. Hii itakuwa mara ya kwanza, msikilizaji, tangu mfumo wa vyama vingi kurejee katika taifa la Tanzania mwaka 1995, Tanzania kukabiliwa na mvutano wa wazi kuhusu namna ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia ambao unahusisha haki za hizi mbili kwa wakati mmoja. Upande mmoja unasisitiza kuwa kupiga kura ni haki na wajibu wa kikatiba unaojenga taifa. Upande mwingine unadai haki hiyo hiyo ya kikatiba kuandamana kwa amani kama njia mbadala ya kutoa ujumbe kwa serikali. Mfuatiliaji wa siasa za Afrika Mashariki Simon Kulwa amesema nami, si jina lake halisi. Anasema hali imefika ambapo sababu kama kambi mbili zimeshindwa kusikilizana. Anasema kwamba kwenye manukuu yake, wanaotaka kuandamana wanaona mfumo wa sasa wa kisiasa hauna haki wala uwazi. Kwao ni bora kupata sauti kuliko kushiriki katika mchakato wanaoamini hauna usawa. Wanaosisitiza kupiga kura wanauamini waandamanaji kama wanaotaka kuvuruga amani. Mzizi wa hali hii, kwa mujibu wa wachambuzi, ni hoja ya muda mrefu ambayo mabadiliko ya kisiasa na ya kikatiba. Makundi yanayoitisha maandamano yamekuwa yakisisitiza kupatikana kwa katiba mpya, mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na uhuru wa kisiasa. Vuguvugu hili lilianza baada ya kauli ya no election no reforms, hakuna uchaguzi bila mageuzi, kuibuliwa na chama cha upinzani Chadema. Hata hivyo, chama hicho hakijawahi kutangaza rasmi kushiriki maandamano ya Oktoba 29. Wengi wanaona mwamko huu umechukua sura ya wanaharakati zaidi kuliko kichama, kuendeshwa kwa nguvu kubwa na Watanzania wanaoishi nje ya nchi kupitia mitandao ya kijamii. Serikali imesema madai ya ukosefu wa mageuzi nchini Tanzania si ukweli. Kwa mujibu wa waziri wa katiba na sheria Daktari Damasa Ndumbaro, serikali imefanya maboresho 15 ya sheria za uchaguzi mwaka 2024 ili kuimarisha uwazi na uadilifu wa uchaguzi. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni pamoja na kuzuia wakurugenzi wa halmashauri ya kusimamia uchaguzi kuondoa utaratibu wa wagombea kupitia bila kupigwa, kuwaruhusu wafungwa kupiga kura na kuweka masharti kwa wasimamizi wa uchaguzi kutokuwa na wanasiasa waliowahi kushiriki siasa katika miaka 5 iliyopita. Lakini kwa wapinzani serikali, mageuzi hayo ni kiini na mcho ambacho wanasema hayaguzii matatizo ya msingi kama uhuru wa kweli wa tume ya uchaguzi, uhuru wa vyombo vya habari, haki ya mikutano ya kisiasa na ulinzi wa mawakala wa vyama siku ya uchaguzi. Swala lingine linalotajwa kuchochea kile kinachoitwa maandamano ya Oktoba ni matukio ya utekaji yanayodaiwa kuripotiwa kwa wingi hivi karibuni, hasa kwa wanaharakati na wapinzani wa serikali. Hata hivyo, serikali imekanusha mara kadhaa kuhusika na matukio hayo, huku jeshi la polisi likisema wapo wanaojiteka na kwamba linafuatilia kila taarifa na kuzifanya kazi. Tanzania ina historia ya muda mrefu ya maandamano ya kisiasa. Tukio lililokumbwa zaidi ni maandamano ya Zanzibar Januari 27 mwaka 2001 iliyopinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2000. Watu 35 waliripotiwa kuuawa, zaidi ya 600 kujeruhiwa na maelfu kukimbia nchi jirani, kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch. Kwa upande wa Tanzania bara, katika kipindi cha miaka 2005 hadi 2015, maandamano mengi yanaongozwa na vyama vya upinzani, hasa Chadema, kiasi cha kupachikwa jina la utani chama cha maandamano.
Lakini hali hiyo imebadilika katika awamu ya 5 ambapo ukali wa vyombo vya usalama uliongezeka na maandamano mengi kuzimwa mapema. Mwaka 2024 chama hicho kilijaribu kuandamana kupinga kile kinachoitwa kuwa ukosefu wa uwazi katika utekaji na wanachama wake. Hata hivyo, viongozi wake waliokamatwa na polisi kabla ya maandamano kufika popote, na hapo mengi kama haya ambayo yalitangazwa na hayakufanyika kwa watu kutojitokeza ama kudhibitiwa na vyombo vya usalama. Mchambuzi wa siasa wa jamii Rehema Mema anasema tofauti ya zamani, harakati za sasa hazina nguvu za kiitikadi. Wakati kampeni za uchaguzi zikiendelea, Rais Samia Suluhu Hassan anayewania muhula wa pili kupitia chama tawala CCM amesisitiza kuwa Oktoba 29 itabaki kuwa siku ya kupiga kura tu. Kauli kama hiyo imetolewa na pia na viongozi wa dini, wakuu wa mikoa na jeshi la polisi ambao wamesisitiza amani na utulivu wakati wa uchaguzi. Kwa kauli hizi, mustakabali wa siku ya Oktoba 29 unasalia mikononi mwa Watanzania. Lakini changamoto kubwa iko katika namna taifa itakaloshughulikia kwa usawa haki hizo mbili bila kuvunja amani wala kudhoofisha misingi ya kidemokrasia. Hii inawaguza wananchi wa kawaida, wanasiasa na vyombo vya ulinzi vinavyosimamia masuala ya usalama. Iwapo Oktoba 29 hiyo kesho itakuwa siku ya amani na ushiriki wa demokrasia au siku ya mgawanyiko na mvutano, nategemea busara za pande zote zilihusisha vipi serikali, wanaharakati, wanasiasa na wananchi katika kuheshimu misingi ya haki, mazungumzo na maridhiano. Kwa mara nyingine, Tanzania iko kwenye jaribio la kudhibitisha kama misingi ya demokrasia inaweza kuhimili misukosuko ya tofauti ya kisiasa bila kuvunja amani na umoja uliodumu kwa zaidi ya nusu karne. Na hiyo ndio The Morning Call ya siku ya leo. Naitwa Kantona Joseph.